JKT akishinda anaendelea kuwa nafasi ya kwanza. Kwa hiyo tulikuwa tunacheza na mtu anayeongoza ligi. Kwani tulikuwa tunacheza na nani? JKT. Kwani yuko nafasi Yanga? Alikuwa anaongoza kwa michezo mingi. Sio kwa michezo mingi. Ligi anakuwa anaongoza nani? Yeye. Sasa unambishiaje? Bora si bora? Bora Simba hajacheza. Hajacheza na nani? Simba hajacheza na nani? JKT. Simba wewe kwa mpira wa JKT Simba angekula ngapi? Mfunga 2-1. Kamfunga 2-1 pale Meja Simba. Kumbe alimfunga 2-1. Simba alishinda. Wewe unacheka. Alafu Simba nafasi Yanga? Simba alimfunga JKT. Ngoja sawa. Alianza JKT kwa goli. Wilson Nangu akafuata. Alafu na mwingine? Simba ndio akavuta hivi. Au umejisaulisha? Hizi ni salamu tu. Hizi ni salamu kwamba jamani, hapa si niongee kiheshima kidogo, kwa sababu mimi ndio bwana harusi. Mimi ndio bwana bi harusi. Nani hapa kama wewe bwana harusi? Jamani, bi harusi wetu nyewe mjui nani? Wewe ngoja nakwambie, anayevaa nguo nyekundu na nyeupe ndio bi harusi wetu. Bibi harusi siku hizo anavaa nguo nyekundu. Sasa sio ile anamelemeta. Umenielewa? Kwa hiyo mimi bi harusi, bwana harusi, samahani. Mimi bwana harusi, naomba msije mkakosea huko. Mimi bwana harusi leo natangaza rasmi maandalizi ya kuelekea kwenye harusi yamekamilika na yako vizuri. Kwa hiyo tunawaalika watu wote. Eneo la tukio litafanyikia Guantanamo Bay pale Zanzibar, au kwa jina jingine New Amani Complex. Kwa hiyo tunawaalika watu wote, walika zote kukaribia kwenye harusi hiyo, na la kubwa sana kama mtu ambaye aliyeoa, mwanaume aliyeoa akitaka kujua ladha ya chakula mpaka apikiwe na mke wake. Emrudia hapo Chebe. Nasema hivi, ladha ya chakula kwa mwanaume aliyeoa huwa anaipata kwa mwanamke wake wa ndoa. Kwa hiyo kama umeoa halafu chakula unapikiwa na mfanyakazi, dada wa kazi, maana ladha ya chakula wewe mwanaume huipati. Ila kama unataka kuelezea ladha ya chakula, kwamba chakula kina ladha kiasi gani, chakula ni kitamu kiasi gani, ukipikiwa na mke wako wa ndoa. Kwa hiyo Jumapili tunawaalika kila anayependa michezo. Jumapili karibu, tunaenda kuanza ligi rasmi, na ligi hiyo tunaanza mimi na mpenzi wangu. Ligi naenda kuanza mimi na mpenzi wangu, yule ni mke wangu wa ndoa. No matter hao walikuwa anachepuka, kwani hakuna mtu aliyekamilika. Kila binadamu ana makosa, umenielewa? Kwa hiyo na mimi nachukua kwamba yale aliyokuwa anayafanya ni bahati mbaya, nimemsamehe kama mwanaume, umenielewa? Jumapili twende tukarudiane, tukaenjoy, tukafly, tukakumbushiane pale ulipokuwa umenimisi na mimi nilikuwa nimekumisi. Jumapili tukafanyaje? Tukakumbushiana. Kwa hiyo Jumapili tunasema bibi harusi tunamkaribisha Guantanamo Bay. Ile ndio sehemu pekee ambayo tumeiandaa kwa ajili ya sherehe yetu. Msianze kutia maneno wapambe, tunawaomba wapambe, msianze kutia maneno, siongeongee, kwa sababu mkianza kuongea anaweza kashituka bibi harusi. Chebe, mnyama huyu ambao unamzungumzia wanaita sasa hivi Simba ya asali na maziwa, wanalibase gwe, wanalise ora, na wamesema raundi hii afe kipa, afe beki, afungwe mtu. Kwamba usajili mpya. Kwani mwanamke akinunua nguo mpya ndo anabadili tabia? Hapo tunamzungumzia Simba sasa. Ndio maana nakuuliza sasa. Mwanamke akinunua nguo mpya anabadili tabia? Tuambizane hapa. Kama mwanamke akinunua nguo mpya anabadili tabia, sawa, na mimi nikubali kwamba inawezekana amebadili tabia. Umenielewa? Kwa Simba ni yule wajuzi na jana na leo. Kwa mimi anayeweza kuwatisha awatishage kama hawa prison, akina Dodoma Jiji. Mbajia mtishiki. Kaka, wewe unamtishaje mume wako? Wewe na wewe kuna mwanaume anatishika na mwanaume? Mwanamke upo sana kwenye masuala ya ndoa. Kwa sababu ni matamu. Na si ndio yeye mgawa utamu. Mpaka wamemuita mai wangu anamuita mshangazi. Hadi watoto wadogo wanapiga. Hii inakuuma. Hiyo imeniuma.
Yaani mke wangu wanapiga watoto wadogo, wanaita mshangazi. Hiyo ndio inaniumaga, ndio maana nasema sasa mambo kina nani kina Azam wanajipigia anapopiga mkubwa. Sasa hizo taarifa umezipata wapi? Najua Azam naye sasa hivi anajidai na anataka kusema eti na mimi nimewekeza pale na mimi na mchango wangu. Wanamuita nani wote hao? Wanamuita mshangazi. Kweli hiyo ndio inaniumizaga. Mpira una matokeo matatu wakati huu. Simba Sports Club inaonekana timu ambayo imeimarika, pia wamefanya sajili ambazo zinaonekana zinimewaripa. Unadhani kwamba ikitokea Simba Sports Club akienda Zanzibar akapata matokeo ya faida kwake, kwenu nyie itakuwa ina tafsiri gani kwenu? Yani sioni dalili ya kwamba Simba anaweza kapata matokeo ya tofauti na kufungwa kwa Yanga. Mechi ya dabi na matokeo ya kushangaza. Nasema hivi, narudia tena kwa msisitizo, namba tuelewane. Umenielewa Kiswaga Media? Nielewe vizuri pamoja na Chapesa na watu wengine. Nasema hivi, sioni kwamba Simba anaweza kaja kapata matokeo ya tofauti dhidi ya kufungwa na Yanga. Vipi kama akipata? Anapataje? Yaani mpira una matokeo matatu endapo Simba akicheza na Prison, endapo Simba akicheza na Azam, endapo Simba akicheza na Dodoma Jiji. Una mpira tunaweza kuzungumza una matokeo matatu. Ila Simba akicheza na Yanga, mpira unabaki na matokeo haya kwamba Yanga lazima achukue alama 3. Kwa hiyo hilo ni maiwenu. Ni mke wangu wa ndoa na cheti ninacho. Au mnataka nitoe? Niambieni kama mnataka nitoe. Kama mkihitaji cheti cha ndoa mimi natoa, kila mtu aone. Umenielewa? Toa. Baada ya Namungo kumalizika goli moja, watu wengi wachambuzi wa soka wakasema Yanga timu mbovu, Yanga ni goigoi tu, na leo mnatoa salamu nzito kweli kweli, goli 5 ni nyingi kweli kweli. Hii inatuma ujumbe gani kuelekea mchezo wa Simba Sports Club na nyie watani zenu wajaji? Na tena naongezea hapo, walisema na man of the match nani? Refa. Na leo sasa watuambie. Ngoja sasa. Mechi refa. Na wewe unadhibitisha. Kwa nilivyoona. Na wewe unadhibitisha. Kwa nilivyoona. Refa alicheza vizuri. Sawa, tulia taratibu. Nakupa fakti sasa. Tabia za timu kubwa. Tabia za timu kubwa huwa ziko hivi. Zinaenda kwenye mechi kulingana na mpinzani anayekutana naye. Na pia anakuwa na mpango na mkakati wa kwamba mimi nahitaji alama 3. Nahitaji alama 3 dhidi ya 8. Na je, tunapoenda pale yule mpinzani ni wa namna gani? Lazima usome hivyo vitu. Kama sio timu kubwa hivyo vitu ukuvijua ni ngumu. Kwa hiyo Yanga tulikuwa tunajua uwanja wa Ruangwa sio uwanja mwepesi, ni uwanja mgumu. Kupata alama 3 dhidi ya Namungo lazima ujipange. Unawezekana ukienda kichwa na liwa pale uanze kusema si kikaenda kikarudi, mimi pale hatutaki. Kwa hiyo tulienda kikubwa tukamheshimu Namungo. Baada ya kumheshimu tukaangalia namna gani ya kupata alama zetu 3. Hayo masuala ya kucheza vizuri tuachie timu ndogo zicheze vizuri. Sisi tunahitaji alama 3 tukatekeleza, tukachukua, tukasema tunaziamisha wapi? KMC. Hatimaye leo tumekuja pia tumemheshimu. Kwa hiyo wachambuzi unawatumia ujumbe gani baada ya mchezo wa leo? Shida wachambuzi wengi tulionao ni wachambuzi uchwala. Hii lazima ifahamike. Wachambuzi wengi tulionao ni wachambuzi uchwala. Hawajui namna ya kuchambua mpira. Wanakaa kinafiki. Na leo hii walikuwa wanaichambua ile mechi ya Namungo na Yanga, even if wanajua ubora wa Yanga, lakini wakaamua kwamba Yanga tuitoe mchezoni kuelekea, kwa sababu wanatambua thamani ya mchezo tunaoenda kukutana na mai wetu. Umenielewa? Sasa namna gani huyu mwanaume tumtie maneno, mwanamke huyu tumtie maneno ili aweze kusema kwamba mwanaume nayeenda kukutana naye, naenda kurudiana naye, sio alikuwa Ulaya huko, ni mwongo, ni tapeli, ni mwizi, sio hafai, hajui kupambana. Tukamwambia tulia. Sasa leo waambie wachambuzi wakichambue kiwango cha Yanga, wachambue. Na nilikuwa naangalia, niko hapa uwanjani, sio kama nilikuwa sichati. Naangalia kuna mchambuzi mmoja akaandika kwamba still Yanga ni ile ile. Nikamwambia Yanga, yaani nikamwangalia nikamzumu nikamwambia kweli.